Sasa tunapojifunza kupitia unabii wa Hosea, tumegundua kama mwandishi mmoja alivyosema kwamba taifa la Israeli halikuvunja tu sheria ya Mungu, bali pia walivunja moyo wa Mungu. Naam, hebu niwaambie, hata ingawa walivunja moyo wa Mungu, kama ilivyokuwa katika sura za mwisho za kitabu hiki, Hosea aliwakumbusha juu ya huruma na upendo wa kina wa Mungu kwa watu wake. Sasa tuko hapa katika sura ya 11 na sura ya 11 inagusia mada zinazofahamika katika kitabu hiki na katika maandiko ya kinabii. Kwa kweli, kwa ujumla, sura hii inazungumzia huruma ya Mungu, dhambi na adhabu ya Israeli, hitaji la toba na tumaini ambalo Mungu anawapa kwa ajili ya siku zao za usoni. Tazama, huruma ya upendo ya Bwana imeangaziwa na itaangaziwa hapa mwanzoni, hapa katika sura ya 11 aya ya 1: wakati Israeli alipokuwa mtoto nilimpenda, na kutoka Misri nilimwita mwanangu. Kwa maneno mengine, Mungu anawakumbusha kwamba wakati taifa lilipokuwa bado katika utoto wake, aliwakomboa kutoka Misri, akamwita mwanaye, mtoto wake mdogo, kutoka Misri. Sasa Bwana anaonyesha jinsi alivyowatunza Israeli kama baba anayemfundisha mwanawe jinsi ya kutembea. Aya ya 3 inasema, niliwachukua kwa mikono yao. Aya ya 4 inatuambia kwamba yeye ni kama mkulima kwa Israeli akiwatunza wanyama wake. Niliwainamia na kuwalisha, Mungu anasema. Sasa tatizo hapa ni kwamba upendo wa Mungu haujadhaminiwa. Taifa limegeuza sikio lisilosikia kwa mwaliko wa Mungu. Tunasoma hapa katika aya ya 2, kadri walivyoitwa zaidi, ndivyo walivyozidi kuondoka. Waliendelea kutoa sadaka kwa sanamu. Sasa kwa sababu taifa lilimkataa Bwana na kuwapendelea miungu hii ya uongo, adhabu yao haiepukiki. Bwana anatangaza hapa katika aya ya 5, Ashuru atakuwa mfalme wao. Hata hivyo, licha ya onyo hilo, aya ya 7 inasema, wameazimia kunigeukia mbali. Tazama, Israeli ni kama mtoto mpotevu ambaye anajibu maombi ya upendo ya wazazi wake ya kurudi nyumbani kwa ukaidi unaoongezeka. Hata hivyo, licha ya hayo, nataka uangalie tujibu hili la ajabu kutoka kwa Bwana hapa katika aya ya 8: ninawezaje kukutoa, Efraimu? Ninawezaje kukusalimu, Israeli? Moyo wangu unajitenga ndani yangu, huruma yangu inakuwa ya moto na laini. Watu wanaosema kwamba Mungu wa Agano la Kale ni mkatili na mwenye kisasi, basi wacha nikuambie, hawasomi Agano la Kale. Hapa ndipo moyo wa Mungu, moyo uliovunjika wa Mungu, unazungumza. Yeye anasema lazima aadhibu Israeli, na bado anajitenga na wazo la kulazimika kufanya hivyo. Moyo wake umevunjika kwamba wameamua kupuuza maonyo yake na kumgeukia. Sikiliza, Mungu ni mtakatifu. Dhambi lazima ihukumiwe, lakini Mungu pia ni mwenye upendo na huruma. Tamaa yake ni kwa watu kutubu na kumfuata, kwa sababu anajua, kama vile waumini wengi wanavyojua, na mimi pia najua, kwamba toba na kukiri kwa Bwana huleta utimilifu na furaha na kuridhika katika maisha haya na katika maisha yajayo na Bwana siku moja mbinguni. Mungu hapa hana hamu ya kumimina ghadhabu yake kwa watu. Ana hamu ya kusamehe. Kwa hiyo katika unabii huu tunapata maonyo ya hukumu inayokuja, lakini pamoja na maonyo hayo tunapata pia mwaliko huu, tumaini la kusamehewa. Sikiliza mpendwa, unaweza daima kujua ni nani anayenong'ona sikioni mwako. Kama ni asili yako iliyoanguka au labda Shetani, basi huna tumaini lolote kabisa kama mwenye dhambi, sivyo? Lakini kama ni Roho wa Mungu, unaweza kukumbushwa kwamba ingawa wewe ni mwenye dhambi, unaweza pia kusamehewa. Unaweza kuwa na uzima wa milele kupitia mwana wa Mungu, Bwana Yesu Kristo. Sasa sura ya 11 imefanya kazi kama muhtasari na kama hakikisho la kile tunachopata sasa katika sura za 12 hadi 14. Na katika sura hizi 3 za mwisho za Hosea, mada za sura ya 11 zitarudiwa, zitapanuliwa. Sasa tunahitaji kuelewa hili kuhusu sura ya 12 inapoanza. Kimsingi ni mashtaka
si tu dhidi ya Israeli, bali pia dhidi ya Yuda. Yuda pia atapata adhabu kwa sababu ya uasi wao. Mstari wa 2 unatueleza Yakobo ni babu wa Waisraeli wote wanaoishi kaskazini ambao wanaitwa Israeli au Efraimu, na wale wa kusini ambao ni Yuda. Naam, unaweza kukumbuka tulipokuwa tukisoma maisha yake nyuma katika Mwanzo kwamba Yakobo alikuwa mdanganyifu mwanzoni mwa maisha yake. Mstari wa 4 hapa katika Hosea, katika unabii wake, unatukumbusha kile kilichotokea huko nyuma katika Mwanzo sura ya 32. Alipambana na malaika na akashinda. Alilia na kutafuta kibali chake. Alikutana na Mungu huko Betheli. Naam, mfano huu wa kihistoria ni ukumbusho kwamba wakati Yakobo alipomgeukia Bwana na kulia kwa toba, matokeo yalikuwa baraka kubwa. Hivyo basi, hii inakuwa ni mwito sasa kwa Yuda na Israeli. Ingawa wametenganishwa, wote wanatokana na Yakobo. Hivyo Hosea anasema hapa katika mstari wa 6, kwa hiyo wewe, kwa msaada wa Mungu wako, rudi, shikilia upendo na haki na umgoje Mungu wako daima. Kwa maneno mengine, anza kutenda kama babu yako Yakobo. Fuata nyayo zake za toba. Naam, kwa bahati mbaya hili halitatokea. Efraimu au Israeli anajibu hapa katika mstari wa 8, mimi ni tajiri. Nimepata utajiri kwa ajili yangu mwenyewe, na katika kazi zangu zote hawawezi kupata ndani yangu uovu au dhambi. Sijawahi kutenda dhambi. Hii inasikika kama watu fulani ambao nimezungumza nao kwa miaka mingi. Tazama kila kitu nilicho nacho maishani mwangu. Hiyo ni ushahidi kwamba mimi si mwenye dhambi. Naam, tatizo ni kwamba wanajificha kichwa kwenye mchanga. Hosea sura ya 13 inaelezea hukumu inayokuja ya Mungu juu ya taifa la Israeli. Na hapa Efraimu, kabila maarufu zaidi katika ufalme wa kaskazini, linaelekezwa binafsi. Lakini lazima tuelewe kwamba katika kitabu hiki Efraimu ni jina ambalo Hosea anatumia kwa taifa zima la Israeli na Yuda. Uabudu sanamu wa Efraimu ambao hata ulijumuisha dhabihu za binadamu, basi hiyo italeta hukumu ya Mungu. Tunaambiwa hapa katika aya ya 3 kwamba Efraimu atakuwa kama umande unaotoweka mapema, kama makapi yanayozunguka kutoka kwenye sakafu ya kupuria. Kwa maneno mengine, sasa unaona hayo makapi na sasa huyaoni. Kizazi hiki kitapotea kutoka duniani kama upepo unavyochukua makapi. Kwa kweli, hofu kwa Israeli itakuwa isiyoweza kufikirika wakati wanajeshi wakatili wa Ashuru wanapovamia nchi. Aya ya 16 inasema wataanguka kwa upanga, watoto wao wadogo watavunjwa vipande vipande, na wanawake wao wajawazito watapasuliwa. Onyo na maelezo ya hukumu inayokuja sasa yanafuatiwa na mwaliko mwingine wa kutubu hapa katika sura ya 14. Hii ni sura ya mwisho na inaanza na wito huu kutoka kwa Bwana: rudi, Israeli, kwa Bwana Mungu wako, kwa maana umejikwaa kwa sababu ya uovu wako. Chukua maneno na urudi kwa Bwana na umwambie, ondoa uovu wetu wote. Hebu nikuambie, hivi ndivyo toba ya kweli inavyoonekana: kumgeukia Bwana, kukiri dhambi, na kwa maneno yako uomba msamaha waziwazi. Vizuri, kizazi hiki cha sasa hakitafanya hivyo kwa bahati mbaya, lakini ahadi ya Mungu inasimama. Ahadi hii itatimizwa kwa njia na kizazi kijacho cha Waisraeli watakaotubu. Na Bwana anasema juu yao hapa katika mstari wa 4, nitaponya uasi wao, nitawapenda kwa uhuru. Mstari wa 7, watafanikiwa kama nafaka, watachanua kama mzabibu. Unajua, hiyo ni kweli kwa kizazi chochote. Mtu yeyote anayejuta, ni kweli kwako na kwangu. Haijalishi umejitenga mbali kiasi gani na Mungu, unajua bado anakusubiri kwa mikono wazi kukusamehe, kukuweka tena kwenye miguu yako unapotembea naye. Unaweza kuhitaji kufanya hivyo sasa hivi. Vizuri, kwa hayo tunafikia mwisho wa unabii huu mdogo wa Hosea. Anamalizia
kwa mwaliko mwingine wenye nguvu ambao nadhani unafupisha ujumbe mzima kwa taifa hili, lakini pia ni ujumbe na mwaliko kwako na kwangu hadi leo hii. Anasema hapa katika mstari wa mwisho kabisa wa sura ya 14, yeyote aliye na hekima na aelewe mambo haya, yeyote aliye na busara na ayajue. Kwa maana njia za Bwana ni sahihi, na wanyofu hutembea ndani yake, lakini wakosaji hujikwaa ndani yake. Kwa maneno mengine, unataka kuepuka mateso na kuchanganyikiwa ambavyo dhambi inaleta katika maisha yako. Unataka kuepuka kuvunja moyo wa Mungu na wako pia. Basi hapa unayo kitabu cha Hosea. Kuwa na hekima na busara. Kubali mwaliko huu leo. Chagua kutembea katika hekima na ujue kwamba unaelekea katika mwelekeo sahihi. Kama Hosea anavyosema hapa, njia za Bwana ni sahihi na wanyofu hutembea ndani yake. Basi hii ni kweli kwa Hosea, na inaweza kuwa kweli kwangu, na inaweza kuwa kweli kwako. Basi hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.